sana tena katika jina la Yesu Kristo, na kukaribisha tena katika somo letu la siku ya leo. Na kichwa cha neno la siku ya leo kinasema kumtegemea Mungu wakati wa mabadiliko. Na somo letu kuu tutalipata katika kitabu cha Mithali sura ya 3 mstari wa 5 hadi mstari wa 6. Na Biblia inasema hivi: mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Hilo ndilo neno letu la siku ya leo. Na kama tunavyojua ni kwamba maisha yana vipindi na mabadiliko, na kuna wakati wa nguvu na pia kuna wakati wa udhaifu. Na kwa hivyo kuna wakati wa mafanikio na vile vile kuna wakati wa maswali mengi. Kuna wakati ambapo tunajiuliza maswali mengi, kuna wakati ambapo tunasikia tuna nguvu, pengine nguvu ya kifedha, pengine mamlaka na mambo mengine kama hayo. Lakini pia kuna wakati mwingine ambapo tunasikia dhaifu, pengine wakati ambapo tumepata magonjwa, wakati ambapo hatuna fedha, wakati ambapo pengine tumekosa au tumepoteza kazi na mambo mengine kama hayo. Lakini kuna wakati wa mafanikio pia, na vile vile kuna wakati wa maswali mengi. Kwa hivyo watu wengi wanapofika katika kipindi cha mabadiliko, tunajua ya kwamba hofu hujaa. Manake hatujui haya mabadiliko yatatuletea nini. Naweza kuwa pengine ni kuanguka au pengine wakati mwingine ni kufanikiwa. Kwa hivyo watu wengi wanapofika katika kipindi cha mabadiliko hujaa hofu. Kwa mfano wanafunzi wanapochagua njia ya maisha, au wakati mwingine watu waliokuwa pengine wanafanya kazi wanapofikia wakati wa kustaafu na kuanza maisha mapya, au pengine wagonjwa wanapongojea matokeo ya daktari. Haya ni mabadiliko. Na kwa hivyo kuna ile hofu, watu wanahofia yale mambo ambayo yatatokea. Matokeo yake yatakuwa ni nini? Na kwa hivyo swali ni je, tunamtegemea nani wakati mambo yanapobadilika? Au wakati mambo yanabadilika, tunahitaji kumtegemea nani? Kuna watu ambao wanawategemea jamaa zao, kuna watu ambao wanawategemea madaktari, kuna watu ambao wanawategemea wakubwa zao na mambo mengine kama hayo. Lakini neno la Mungu linatuita tumtumaini Bwana kwa moyo wote. Kwa hivyo yule ambaye tunahitaji kumtumaini kwa mioyo yetu yote ni Mungu wetu. Tutakuwa na hoja 4 ambazo tutaziangalia. Na hoja ya kwanza inasema kumtumaini Mungu ni uamuzi wa moyo. Na hoja ya pili inasema usisitegemee akili zako mwenyewe. Hoja ya tatu na inasema mkiri yeye katika njia zako zote. Na hoja ya 4 inasema naye atayanyosha mapito yako. Kwa hivyo hii ni ahadi ambayo tunapewa kwamba tukifanya yale ambayo pengine inalingana na mapenzi yake Mwenyezi Mungu, Mungu mwenyewe atayanyosha mapito yetu yote. Katika hoja yetu ya kwanza, Biblia inasema kwamba kumtumaini Mungu ni uamuzi wa moyo. Kwa hivyo Biblia haisemi mtumaini Bwana kwa sehemu ya moyo wako, bali kwa moyo wako wote. Kwa hivyo kumtumaini si hisia, bali ni uamuzi. Kwa hivyo wakati mwingine hali zetu hazionyeshi tumaini, kwa sababu wakati mwingine tunakuwa na shida za kifedha, fedha zinakuwa hazitoshi, au pengine tunakuwa na afya zetu wakati mwingine si nzuri, au pengine watoto wetu wanakuwa watukutu, hawatusikii, wakati mwingine inakuwa ni huduma, wakati mwingine inakuwa ngumu. Lakini kumtumaini Mungu ni kusema hata kama sielewi bado nitamwamini. Kwa hivyo hata kama sielewi jambo, bado nitaendelea kumwamini Mungu. Kwa hivyo kama alivyosema Ayubu, akasema hivi, ijapokuwa ananiua nitamtumaini. Huyo ni Ayubu katika kitabu cha Ayubu sura ya 13 mstari wa 15. Na hii imani ni imani ya kukomaa.
Na katika hoja ya pili inasema usisitegemee akili zako mwenyewe. Ikawa sisi ni wasomi, ikawa sisi tuna uzoefu, ikawa sisi ni watu ambao tunajua kupangilia au kupanga mambo yetu sana, lakini tujue ya kwamba kuna mipaka ya akili zetu kama wanadamu. Wakati mwingine tunapanga hivi, nitafanya hivi nipate matokeo fulani, lakini matokeo yanakuja tofauti. Kwa hivyo Mungu anaona pengine, tuseme Mungu anaona jana, Mungu anaona leo, na Mungu anaona kesho kwa wakati mmoja. Kwa hivyo anaona leo, anaona jana, anaona kesho kwa wakati mmoja. Kwa hivyo katika kitabu cha Isaya sura ya 55 mstari wa 8 na mstari wa 9, Biblia inasema kwamba maana mawazo yangu si mawazo yenu. Na kuna wakati Mungu ataruhusu mambo yasifanyike kwa njia tunayopanga, ili wakati mwingine atufundishe. Na anatufundisha nini? Anatufundisha kuwa wanyenyekevu, kuwa watu wenye subira, na wakati mwingine kumtegemea yeye zaidi. Katika hoja ya tatu inasema mkiri yeye katika njia zako zote. Kwa hivyo hii inamaanisha nini? Mweke Mungu katika maamuzi. Kwa hivyo usifanye maamuzi makubwa bila sala, bila ushauri wa kiroho, na pia bila kutafuta mapenzi yake Mungu. Kwa hivyo mweke Mungu katika kazi. Kila unachofanya, kiwa pengine ni kilimo, au pengine wakati mwingine biashara, au pengine kufundisha, au pengine huduma, kifanye kwa kumheshimu Mungu. Katika kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 23, Biblia pia inasema kwamba lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana. Katika hoja yetu ya 4 inasema, na hii tujue hii ni ahadi, naye atayanyosha mapito yako. Hii ni ahadi. Kwa hivyo hii ni ahadi ya ajabu. Na Mungu hasemi hatutakuwa na mabonde. Hasemi kuwa hatutakuwa na vilima. Mungu hasemi ya kwamba hatutakuwa na machozi. Lakini anasema ninayanyosha mapito yako. Maana yake atatoa mwelekeo, atarekebisha makosa, na vile vile atageuza mabaya kuwa baraka. Katika kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 28, Biblia inasema kwamba mambo yote hufanya kazi pamoja kwa wema. Kwa hivyo mfano wa kibiblia ni Yosefu. Yosefu aliuzwa, na Yosefu alizingiziwa, aliwekwa gerezani, lakini mwisho wa yote akasema, ninyi mlikusudia mabaya, bali Mungu alikusudia mema. Hayo ni kutokana na kitabu cha Mwanzo sura ya 50 mstari wa 20. Kwa hivyo huo ndio ushuhuda wa mtu anayemtegemea Mungu katika kila hali. Na kwa hivyo mafundisho ya vitendo katika wiki hii ni haya, kwamba kabla ya kufanya uamuzi mkubwa, omba. Kabla ya kukata tamaa, kumbuka ahadi za Mungu. Na kabla ya kulalamika, mshukuru Mungu kwa sababu ya uhai. Na pia kabla ya kuogopa kesho, mkabidhi Mungu kesho yako. Ndugu yangu na rafiki yangu, kumbuka tuko katika dunia iliyojaa misukosuko, lakini tunaye Mungu asiyebadilika. Kwa hivyo serikali zinaweza kubadilika, uchumi unaweza kubadilika, miili inaweza kudhoofika, lakini Mungu wetu habadiliki. Kwa hivyo kama tutaamua leo, nitamtegemea Bwana kwa moyo wangu wote, basi naye atayanyoosha mapito yako. Kwa hivyo kwa hayo nakutakia kila laheri na kutakia mema. Mungu akubariki.
tusisahau ya kwamba jambo ambalo ni muhimu sana katika maisha yetu ni kumtegemea Bwana kwa mioyo yetu yote. Kwa hivyo Mungu awabariki na watendee mema. Shalom.